Sebana mtazamaji wa Bongo 5 Network, haraka haraka ukiona hii sura au ukiona na hii sura inayofuata hapo, ujue kabisa moja kwa moja ni umbea, hakuna kingine, ni mwendo wa umbea tu. Dada Martha, kwanza pole na kazi, tuanzie hapo, pole na kazi. Asante sana, karibuni sana, karibuni tupige umbea jamani. Safi sana huu na ndo unakata kabisa kabisa. Mungu ni mwaminifu, lakini tuna imani tutaufunga salama salimini. Siku zinahesabika, lakini unafungaje salama salimini? Ndio hivyo hivyo, na sisi tunazihesabu siku. Okay. Ziishe za mwaka huu, zije za miaka ijayo, karne kenda na kenda. Jamani. Huyo ndio Martha katika ubora wake. Hachuji. Jamani. Sasa dada Martha, siku hizi ni chakuwa mama kidogo. Sawa. Mama wa kizazi kipya. My Martha, najua mimi sitaki kupepesa sana macho. Umeona? Moja ya kitu ambacho nilisikia kwamba Mwijaku ameachana na mke wake kwa sababu ya issue ya mambo ya mabomu, nyumba zinataka kubomolewa na vitu kama hivyo. Ikahusishwa sana hivyo. Lakini pia kingine nikasikia kwamba Mwijaku anataka kuwa mke wa pili. Ndio maana anatengeneza mkakati waanze kuachana. Lakini nikasikia pia kwamba kwenye yale maisha ya Mwijaku anaoishi kuanzia magari, nyumba, mwanamke anahusika kwa 100% kubwa, kwa 100% sana. Hebu tuambie Martha, kwa upande wako hii issue imekaa vipi? Yaliyomkuta Mwijaku ni mambo ambayo yanaweza kumkuta mwanamume yoyote ya warika lolote lile. Yamemkuta na Mungu amsaidie, amfanyie wepesi aweze kulivuka hili. Kiukweli ana mtihani, lakini inavyoonyesha bado ana matumaini kwa mke wake na hili litapita. Kikubwa labda nimuombe Alice, nimwambie kwamba hakuna mwanamume aliyekamilika. Hivyo. Ni matumaini na magani ambayo Mwijaku anayo? Anaamini mke wake atamuelewa kwa sababu wana familia, wana mtoto mdogo yule. Ukimtazama sasa hivi Mwijaku masaa yote ni kama vile anaishi hotelini. Unadhani ataishi hotelini mpaka lini? Si kila siku, mwangalie maisha ya Mwijaku. Kila siku yuko hotelini. Nini? Dubai, na ghorofa, yuko China. Ukimkosa mke mambo huenda mrama. Mimi Mwijaku ni rafiki yangu, swaiba yangu, chairman wangu. Namuombea kwa Mwenyezi Mungu. Watu wanasema eti ile video ambayo ilikuwa ina trend na mmoja mzungu akamwambia bana, mimi mwanaume wangu amefariki, akaanza kushangilia eti ile ndio imefanya mpaka mke akasema waachane kabisa. Yatazungumzwa mengi, lakini kama binadamu ambao na sisi pia tuna mapungufu yetu, tumuombee ili jambo lipite salama salimini. Okay, swala labda ya nyumba kutaka kuvamiwa, kuharibuliwa kwenye wakati ule wa machafuko, labda pengine hii ndio sababu ya kuachana? Hapana. Mimi habari nilizonazo ni kwamba Mwijaku alifumaniwa na mke wake. Kwa hiyo hayo mambo mengine ya makombolelo mimi sijui. Makombolelo? Sijui. Makombolelo. Mambo ya makombolelo mimi sijui. Mimi ninachojua ni hicho tu na ni jambo la kawaida. Na mimi nataka ushawahi kufumaniwa kwenye message, kwenye masimu huko. So, na hii ya kusema kwamba ataka kuwa mke wa pili nayo vipi hiyo? Ni kweli. Serikali Januari anaoa kweli. Yeye Mwijaku. Lakini mimi sioni mtu mwingine anaweza kusema udada anaongea kirahisi. Siongei kirahisi. Ndio wanaume ambao tunawachagua. Mtu kama Mwijaku akwambia atakuwa mke wa pili, ustuke. Like seriously. Alice atulize kichwa. Sasa aangalie, japo niliambiwa anafanya kazi, lakini aache kukaa ndani. Afanye biashara zake, awe na vitu vyake, awe anaingiza pesa yake. Kuna vitu havitamuumiza, vitampunguzia machungu. Lakini leo hii kukaa na mwangalia bato nikaingia, leo kaja na mtindi, kesho kaja na sausage. Ni vyema mke lazima tunzwe, lakini ya wanawake wa siku hizi
Ni jeshi kubwa. Tunampenda sana Alice, tunampenda pia Mwijaku, na Mwenyezi Mungu afanye wepesi. Mpaka Mwijaku anauza na mbwa wale wadogo wale 200,000. Mbwa wameshinda njaa karibu wiki 2 wiki 3. Shinda njaa. Sasa Alice si hayupo. Wananawiri sana wale mbwa. Alice hayupo. Sasa wale mbwa ungewaona wakati yuko Alice, wewe usingezungumza lolote. Okay. Alice ni Mchaga mwenzio. Ndio. Mshakuzungumza mawili matatu labda siku za nyuma? Nimeshawahi kuzungumza na Alice. Ni mwanamke ambaye ana vision, mwanamke smart, anajielewa, ndio maana namkumbusha. Fanya namna. Fanya kitu Alice mama. Fanya biashara. Ina maana Maimartha siku za hivi karibuni ulimtafuta labda Mchaga mwenzio mkazungumza, maana sasa penzi linayoyoma. Nilizungumza naye kama wiki 3 zilizopita, tena kama 4 hivi. Lakini iko sijajua lolote. Mimi namuona Alice ni mwanamke anayejielewa sana. Nimuombe tu asolve kisomi ile jambo. Kitendo cha kumwacha yule binti Marichui pale nyumbani peke yake au na wasaidizi na Mariachui mwenyewe, jamani, mtoto lakini mnamuona Marichui au Mariachui, vyote sio vizuri. Mtoto anahitaji usalama, mtoto anahitaji ulinzi wa mama na baba, malezi. Unamuona binti bado mdogo, kwa hiyo asiniangushe. Kitu ambacho mimi nilikuwa nawaza sana nilivyomuona Diamond yuko na Mwijaku, ndio nikafikiria labda pengine kuna haueni itatokea, kwa sababu Diamond anaanza kuongea maneno ya uchungu pale kwamba Mwijaku tumepambana naye, tumetafuta naye maisha bana, msameni yaishe, pendaneni. Lakini baada ya pale nikaona tena moto ndo ukazidi kuwa mbaya zaidi. Hiyo nayo imesababishwa na nini Mai? Mwanamke Alice ameona thamani yake. Mwijaku kweli ni mtu kusaidiwa. Mwijaku kweli anahitaji msaada. Ni mwenzetu, ndugu yetu, anahitaji msaada. Yaani anahitaji, kama kuna mtu ana nafasi ya kumwombea msamaha, jamani, tumuombeeni msamaha kwa Alice. Jambo limemfika, jambo lina ushahidi. Ndi bwana ndio jambo lina ushahidi wa kutosha na chenchi na baki. Amefumaniwa. Ilikuwa ni wapi? Sasa ukuta labda kwenye simu, kwenye message, kwenye nini, lakini alifumaniwa. Mbona kuna watu wanasema ile ni kiki? Haiwezi kuwa kiki. Mimi mtu wa kiki. Hebu tuthibitishie kama sio kiki. Ile sio kiki. Hivyo ndivyo niona mimi mtu wa kiki. Hapana, sio mtu wa kiki. Umenikuta kwenye kiki. Una hadhi ya kiki wewe. Una hadhi hiyo. Jamaa akafumaniwa. Jamaa mambo ni nginja. Mwanamke hayuko ndani karibu mwezi wa 4. Bwana wewe anakuta picha zote. Analala wapi? Mwanamke analala wapi? Ndo tuulizane hapa sasa. Ukapata wengine. Haiwezi kukosa. Simona Alice naye mashallah. Mwijaku yule. Mwijaku mambo yako hayo Mwijaku. Cheza unapochezaga. Sio mwanachuo yule. Yule mwanamke anayejielewa. Alice kipande. Na hajaanza leo na Mwijaku. Na wamefunga ndoa ujue. Na Mwijaku anatangaza tangazo la kuhusiana na mali. Yule dada hajasema kitu ujue. Yule dada anampenda kweli Mwijaku. Mimi nawaombea. Nawaombea. Kwa hiyo tutegemee nini sasa? Mwaka unakwenda kuisha, ni kwamba mwaka unaisha wanaachana au 2026 mambo yatakuwa ni mapya zaidi? Kwa sababu umetuambia Januari sherehe kubwa, mke wa pili. Mke wa pili ni kweli Januari, lakini kwa sasa wao wana tofauti zao. Kwa hiyo tuwaombee kwa Mungu tofauti zipite, lakini Januari bibi harusi aje kushona gauni yake hapa. Sasa wewe utajitolea nguo za bibi harusi bure au itakuwaje? Hebu tuambie wewe unatoa nini sasa kwenye ikitokea Mwijaku akaoa mke wa pili kama mipango ambavyo inasema. Tamshone ya bibi harusi nguo moja matata. Mayo ajese. Na Alice naye nitamchagulia gele moja matata. Yaani akiingia mke wa kwanza watu akiingia wa pili watu wow. Mwijaku mtu mkubwa, mtu anajiheshimu, mwenye wadhifa yake, anamiliki gorofa la bilioni ngapi? Sema mwenyewe. Mwijaku ana wadhifa sana. Of course.
Sasa naye sasa hivi anataka kuniangusha, magari sikapeleka wapi? Magari yamekuaje tena? Anampa zawadi mkewe yale ya kwake, sasa hivi anatuonesha boda tu. Huu mwaka wao magari yameuzwa. Yatakuwepo sijui, yani hata si. Magari sasa mimi nataka kujua kimfano wakiachana, ina maana mali zinakwenda kwa Marichui au inakuwa? Maana hizi maana unaonekana uko karibu na ile familia. Unajua niliona hata Alice ameposti kuna sheria na taratibu za ndoa. Na naomba Mungu tusifikie huko jamani. Hawa watu bwana wametoka mbali sana. Jamani. Kwa kweli sana. Mungu awasaidie kabisa. Ndio. Mambo ni moto fire. Okay, so Mai, mimi kuna kitu ambacho nikasema nikuulize kingine. Ndio. Ni kuhusiana na mahusiano ya Diamond. Ndio. Yule Yami na Diamond kuna nini kinaendelea? Kwa Yami na Diamond kikiendelea chochote sisi sawa tu. Ndio. Likija uhusiano sawa. Ikija wimbo sawa. Wakitaka kuoana sawa. Jamani, vijana wa Islamu msiwalioamini Zuchu na wanawake wengine. Ukitaka kuolewa na kijana wa Kiislamu, kaa kwa kutulia. Utaletewa mke wa pili wewe, wa tatu, wa nne, na ndio dini inavyosema. Sasa mimi ni nani? Nasibu tupe vitu baba. Tuko hapa. Tupo tayari. Kwa hiyo Yami anakwenda kuolewa upya. Litakalokuwa naliwe. Sasa kwani kuna tatizo gani? Mbona upepo wa kisulisuli huu? Utusombe tu mawifi, tuko hapa. Unamkataa Zuchu leo hii? Si atakuwa labda wa kwanza. Jamani, mimi nikajua labda utakuwa na huruma kwenye hilo. Namuonea huruma. Lakini pia dini ndio inavyosema. Mimi ni nani jamani? Wacha watu wapendane. Kuna wanawake huko maelfu na maelfu wamekaa hawana stara. Wanawake wanalilia ndoa, wanawake wanataka kuolewa, tena waolewe na mwanamume ambaye anajua kuhudumia. Ndivyo dini ya Kiislamu inavyosema. Sasa kwa nini Nasibu asiongeze? Aongeze mke wa pili, mke wa tatu, wa nne. Tena kawa huyu hata akawa watatu. Kwa sababu habari nilizonazo mimi zimeshiba. Wa pili nasikia yupo. Huyo anaweza kuwa watatu na wanne pia aongeze. Sisi sawa. Watano naruhusiwa? Wanne dini inasema. Jamani Mai. Jambo limepamba moto. Yaani mpaka raha. Hatari sana.